pamoja na msaidizi wako Mheshimiwa Mama Mkuu na bunge lako, waheshimiwa sana mapadre, waseminaristi, waheshimiwa watawa, na hasa shirika hili la Kazi ya Roho Mtakatifu Zawia, wapendwa wana parokia wote pamoja na wageni mlioko hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Herini sana kwa sherehe ya Pentekoste. Baba Askofu amenituma hapa nimwakilishe, alikuwa ndiye aje, lakini kutokana na safari ya kichungaji sasa ameniambia nifike niungane nani katika kuadhimisha sikukuu ya parokia hii ya somo Roho Mtakatifu pamoja na shirika la masista wa kazi ya Roho Mtakatifu, na hasa katika tukio la wawili wao watakaoweka nadhiri za daima kwamba watamfuata Kristo kwa uaminifu wote katika maisha yao yote. Na hivyo basi tumefika, na mimi nimefurahi pia nimepata nafasi hii kwa pamoja naye. Sasa Baba Askofu na watakieni pia herini sana kwa siku ya Pentekoste. Roho Mtakatifu alipowashukia mitume au na wafuasi na watu wa mataifa, ndipo kanisa lilizaliwa. Kwa hiyo sasa, kama alivyosema Baba Padri, leo ni birthday ya kanisa letu Katoliki, kanisa la Kristo. Kwa njia ya ubatizo wetu sisi ni viungo vya kanisa hilo. Kwa hiyo sisi wabatizwa ni sikukuu yetu, ni sikukuu yetu kabisa, na hatuna budi kumshukuru Mungu kwa kutuumba upya kwa njia ya ubatizo. Sisi ni viungo vya hilo kanisa ambalo leo ndio linaadhimisha kuzaliwa kwake. Somo la kwanza linaonyesha jinsi kanisa lilivyozaliwa. Tumesikia Wayahudi na watu wa mataifa walikuwa hapo wote mahali pamoja wakisali, na kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukajaza nyumba yote. Ukajaza nyumba yote waliokuwamo wameketi. Kawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Kama tulivyokaa hapa sasa, tusikie kitu kama upepo, madirisha yanagonga huko, upepo mkubwa kabisa, na baadaye kwenye kila kitu cha mtu ukaona huko ndimi imemkalia kama ndimi ya mshumaa. Basi ilikuwa ni mambo ya ajabu, na wote walishangazwa, wakajazwa Roho Mtakatifu. Kwa kile kitendo cha kupokea ile ndimi juu ya kichwa chao, wakampokea Roho Mtakatifu. Maajabu sasa, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Na Roho aliwajalia katika kutamka. Maneno hayo yanatuonyesha ni jinsi gani mazingira yalivyokuwa ya umuhimu kuwepo kwa kanisa. Kuwepo kwa kanisa la familia, ndio kwamba msingi wa kanisa letu tunaanza kule kwenye familia. Kanisa la jumuiya,
kanisa la Kigangu, kanisa la parokia, hata kanisa la kijimbo, na tunaenda hivyo hivyo mpaka kanisa kuu tumkute kule Baba Mtakatifu. Kwa hiyo katika hilo, haya mazingira yalikuwa muhimu sana kwa kuwepo na kuanzishwa kwa kanisa. Tunapaswa kuzingatia ule upamoja. Na walikuwa pamoja, wamekaa ndani wakisali. Kwa hiyo walikuwa pamoja. Sasa tunapaswa kuangalia na kuzingatia ule upamoja na umoja wao. Waamini walikuwepo mahali pamoja kwa sababu walikuwa wanaagizwa wakeshe pamoja katika sala. Kwa maagizwa wakeshe pamoja katika sala, wakae pamoja, washirikiane. Ndugu zangu, tunapaswa kuzingatia huo pamoja sasa, umoja wetu. Waangazwa katika kukesha na kukaa pamoja, kungojea kutimizwa ahadi ya Roho Mtakatifu. Pentekoste inatukumbusha kuwa sala ni sehemu ya maisha ya pamoja. Mkae katika sala, mkeshe katika sala. Kumbe Pentekoste inatukumbusha, ndugu zangu wapendwa, kwamba tukae katika maisha ya pamoja kwa njia ya sala, na sala inatuleta pamoja. Pili, kuwepo wa nguvu ukajaza nyumba yote. Umesikia, nyumba yote ikajazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kila mmoja akaanza kunena kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Aliwajalia kutamka. Maana yake umoja wetu umeagizwa na kuongezwa na Mungu kwamba tukae pamoja, tuishi pamoja. Pentekoste inatukumbusha namna ya sisi kuishi pamoja. Ndugu zangu wapendwa, Roho Mtakatifu ndiye anayetuunganisha. Roho Mtakatifu ndiye anayetuongoza. Kumbuke Yesu alipokuwa kabla hajarudi kwa Baba, aliwaambia wale mitume, sitawaacha ninyi yatima. Nitampeleka nani? Huyo msaidizi mwingine ambaye atawakumbusha, atawafundisha na yale ambayo niliyafundisha mimi. Kwa hiyo atatukumbusha na ataendelea kufundisha. Ndio sababu unaona kanisa linavyoendelea ni kazi ya Roho Mtakatifu. Tunamshukuru sana Mungu kwa neno hilo. Ni ajabu kwamba licha ya kujaliwa kusema kwa lugha mbalimbali wale mitume, kila mmoja aliwasikia mwingine akisema kwa lugha yake mwenyewe. Nakumbuka nilipokuwa seminari, tulikuwa wakati wa Pentekoste, tulikuwa tunaambiwa kila mmoja siku ya maombi, wakati wa maombi makabila mbalimbali watoe maombi yao. Basi tukafanya hivyo kwa makabila pale Kipalapala. Makabila ni mengi, sawa, wanatoka Tanzania nzima. Basi wakawa wanatoa maombi yao kwa lugha zao. Unashangaa, unasema kwa kweli huyu Mungu ni wa ajabu sana. Wana lugha za ajabu, yani hata ukisikiliza hata neno moja utoke nalo hapo. Ajabu kweli. Lakini eti baadaye Kiswahili kikatuunganisha. Eti si maajabu. Kila mtu ana lugha yake. Alafu basi kila mmoja anashangaa tu inavyotamkika. Nyingine zina mvuto, nyingine hazina mvuto kabisa. Sikia ile lugha tu unajua, lakini nyingine na mvuto
tunatamani aendelee, basi lakini ni maajabu ya Mungu. Lakini eti tunaelewana kwa lugha hii moja ya nini? Ya Kiswahili. Ndio lugha yetu. Kwa hiyo tunaona ni maajabu ya Mungu. Na hawa jamaa, hawa ndugu zetu walikuwa mahali pamoja, makabila mbalimbali, lakini Roho Mtakatifu alipowashukia wakasikia sasa sauti. Kila mmoja anazungumza kwa lugha yake, lakini anaisikia kwa lugha yake mwenyewe. Sasa ni maajabu hayo mengine kabisa. Kwa nikiongea Kichaga, Msukuma anasikia Kisukuma. Msukuma akiongea Kisukuma, Mpare anasikia Kipare. Kwa ni hivyo mambo ya Roho Mtakatifu alitenda kazi ndani mwao. Wakristo wa kwanza walidumu katika kumega mkate, yaani Ekaristi Takatifu. Yesu aliweka wazi akasema, msipo kula mwili wake mwana wa Adamu na kunywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Ile Yohani sura ile ya 6 aya 53 kienda mpaka ile 56. Katika Ekaristi, ndugu zangu, katika Ekaristi tunahitaji sana nguvu ya kimungu. Huyo Ekaristi ndiye anayetuongoza. Yesu wa Ekaristi napoimba aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu kufanya nini? Kukaa ndani yangu nami. Kumbe basi Ekaristi Takatifu ni muhimu sana, na Pentekoste natukumbusha maneno ya Yesu aliyosema, aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu, huyo ana uzima wa milele. Huyo hukaa ndani yangu nami hukaa ndani yako. Uwepo wa nguvu wakajaza nyumba yote. Kila mmoja alianza kusema. Sasa hayo ni maajabu ambayo tunapaswa kuyatafakari kwa undani kabisa. Muujiza wa Pentekoste, ndugu zangu, ni furaha ya kusikilizana, kuelewana na kuwa na nia ya pamoja. Muujiza wa Pentekoste ni furaha ya kusikilizana, kuelewana na kuwa na nia ya pamoja. Tukumbuke kuwa hapo zamani wale watu wa Babiloni walitaka kujenga mnara mkubwa kwa kiburi chao walichokuwa nacho, ili eti wamfikie Mungu kule mbinguni. Wanafanya huyu Mungu aliyeko huko, tunaambiwa ametuumba, ngoja tumfikie huko. Wakati ule alikuwa na ndege, tunasema unaenda huko juu, au yale maroketi ya kwenda huko. Sasa wakasema tujenge mnara, tuende pale kwenye mawingu, manake Mungu anakaa kwenye mawingu, tutamkuta huko. Walikuwa na kiburi kweli, ili wafike mbinguni. Mungu akaamua, ona hawa wanafanya ujinga tu, akaamua kuichafua lugha yao. Wakashindwa kuelewana na kusikilizana, na hivyo wakatawanyika. Soma kitabu cha Mwanzo ile sura ya 11 aya ya 4 hadi ya 8. Sasa wakati wanajenga ule mnara, walichenda mbali. Mungu akaona hao jamaa wanakuja kweli hao. Chenda mbali. Kaona hao wanakuja. Lakini ngoja tu niwaache nione watafika wapi. Lakini baadaye akachafua ile lugha yao. Sasa amwambia lete tofali, analeta sepetu. Naambia lete maji, analeta nyundo. Mnara utakamilika kweli? Akawachafua pale moja kwa moja. Wakashika adabu, wakakasirika, wakabomoa ule mnara. Basi Pentekoste ni tendo la Mungu la kutimiza ahadi ya kutengeneza upya kwa kutupelekea Roho Mtakatifu kama alivyotabiri kwa njia ya Yoeli, kwa siku za Masiha nitamimina Roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wale wenye miili na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona
sura ile ya pili aya 28 hadi 29. Leo ndiyo sikukuu yenyewe, ndio siku yenyewe. Tuipokee zawadi hiyo ya Roho Mtakatifu anayetuunganisha pamoja katika muujiza na hata katika lugha tunaelewana. Paulo anatuambia palipo na Roho Mtakatifu patakuwepo na upendo. Palipo na Roho Mtakatifu pana furaha. Palipo na Roho Mtakatifu pana amani, pana uvumilivu, pana utu wema, fadhili, pana uaminifu na kiasi. Galatia sura ile ya 5 aya ya 22. Naamini pia ninyi wanaparokia na wanashirika hili la Roho Mtakatifu, si mnaye Roho Mtakatifu? Si ndio wa kwenu? Si ndio somo yenu? Haya mambo yapo basi. Upendo, furaha. Pana upendo hapa? Pana furaha? Sasa unaona unacheza vizuri na nini? Pana uvumilivu. Mnavumiliana katika taabu na katika mambo changamoto mbalimbali. Pana utu wema. Ana parokia. Masita tu wanaitikia, ndio mna parokia huko. Kuna fadhila, mnasaidiana. Mnaaminiana katika maisha yenu ya kila siku. Na nyinyi masita mko waaminifu katika ahadi zenu. Basi, mna kiasi. Hamna makubwa makubwa mnatakimbilia huko. Tunajifunza kwa jumuiya ya waamini wale wa kwanza jinsi walivyojipanga katika utaratibu wa maisha mapya, wakadumu katika mambo muhimu manne. Walidumu katika mambo muhimu manne. Naomba jambo la kwanza katika mafundisho ya mitume, jambo la pili katika ushirika, jambo la tatu katika kumega mkate, na la nne katika kusali. Ndiyo Wakristo wa kwanza walivyodumu na kuonekana katika hayo, wakazingatia kweli katika mafundisho ya mitume, katika ushirika, katika kumega mkate na katika kusali. Haya ni mambo muhimu sana kwetu waamini wa Kristo. Tunasema tunamfuata Kristo. Ndio walifanya hivyo wale waamini wa kwanza. Walishuhudia kwa maisha ya pamoja kuwa Yesu ni Bwana wao, wakawa na umoja uliowawezesha kunufaika na karama na huduma za waamini mbalimbali. Hao walinufaika katika hayo. Maneno yanatuonyesha mazingira yaliyo muhimu kwa kuwepo kanisa hili takatifu Katoliki. Kwa kweli tunalijivunia. Limezaliwa wakati huo na leo hii lina miaka mingapi wa Kristo? Kanisa lina miaka mingapi? Birthday ya miaka mingapi? 2026. Kweli? Wangapi wana miaka hiyo? Wangapi wana miaka 2026? Naona jinsi ilivyo Wewe una miaka, mtu anafikia miaka 100, tunashangaa kweli. Tunashangaa na kushangilia, nasema kwa kweli huyu amebarikiwa. Miaka 100. Lakini hesabu 100, 200, ifike 1000,
tufike 2026. Kanisa letu basi linaongozwa na Roho Mtakatifu, na sisi lazima tujivune na tujione kwamba kweli tunaye Roho Mtakatifu anayetupenda na anayetuongoza katika kanisa. Tunamwomba Roho Mtakatifu, ndugu zangu wa Kristo, azidi kulibariki na kuliongoza kanisa lake. Atuongoze sisi waamini wake. Roho Mtakatifu alibariki shirika letu hili la masista wa kazi ya Roho Mtakatifu, ambaye kwa njia yake tunaamini kwamba yeye anakaa nao na kuwaongoza. Masista hawa wawili ya Agnes na nani na Lilian, kama kuongeza kupata somo. Hawa wanajiweka wakfu leo, wanajitoa kwa Mungu. Wametumbiwa kwa muda mrefu na sasa wanaingia katika hali ya kujifunga pamoja na Kristo. Sema kama ni watafunga ndoa leo, waishi ndoa yao mpaka maisha yao yote. Kama tunavyoona kule kwenye familia, kuna mama aliolewa akiwa msichana na akaishi kwa uaminifu kwa mume wake mpaka anakuwa bibi, anatembea kwa fimbo, na bado unaona anajivunia maisha ya upamoja na mume wake. Siku moja nikawa nimeenda kwa mgonjwa, kwa ni siku ya tunaanza majilio, kipindi cha majilio. Basi nikaenda kumpa bibi mmoja, alikuwa na miaka 98, kumpa sakramenti siku ya majilio. Sasa nikamkuta bibi pale amechoka kweli, lakini alikuwa na imani thabiti. Nikamwambia, bibi, hongera kwa kuishi miaka yote hii Mungu alikupa. Akaniambia, usinipe hongera, mpe huyu mume wangu. Ile bibi ananiambia, mpe huyu mume wangu hongera kwa kunikaa na mimi tukakaa kwa upendo. Basi nimefikia hapa, nipo njiani sasa narudi kwa baba. Nasikitika kwamba namwacha. Aliposema hivyo, kile kizee kikalia. Naona machozi yanatoka. Kwamba kweli haya mambo, kwamba mumeo ameitwa kwenda pale kumpaka mafuta, kwamba kumpaka mke wake mafuta, basi anaona kuenda ndio mwisho wake. Basi nikarudi nyumbani. Baadaye yule bibi alifariki. Siku ile nikasikitika kweli. Kwa hiyo ile Jumapili ilikuwa ya majilio, ya kwanza majilio, nikamzika Alhamisi. Yule bibi babu alilia kweli. Alia, akamletea kiti akakaa pale msalaba na kukaa pale mbele ya kaburi hivi. Sasa anamwambia, nani atanipikia tena? Kumbe alikuwa anampikia mpaka mzee wake. Nani alikuwa anampikia? Kumbe nani atanipikia tena? Basi tukaendelea, nikamwonea huruma kweli, nikatoka hapo. Basi kaenda. Sasa Christmas ikapita. Baada ya Christmas, manake mama alikuwa anamwambia, anatupa ndio anamwambia, usiniache muda mrefu huku. Sasa ile siku ya ubatizo kumaliza Christmas, ile Jumapili, kile kizee nacho kikafa. Maajabu kweli. Huyu akafungua sherehe za Christmas, huyu akafunga. Basi wakaenda, nafikiri kwamba walienda kukaa pamoja, wakafurahiana kule mbinguni, na kama kulikuwa na kupika kule, aliendelea kupikia. Ninataka kusema tu masista wangu, kwa kweli mfano nimeutoa kwa watu wa ndoa, lakini ninyi masista mnafunga ndoa pia leo na Kristo mwenyewe. Yaani mnaolewa na kanisa. Mkae huko, mzae matunda. Wale wanandoa
unaambiwa upate baraka za watoto na nini. Na ninyi mzae matunda ambayo yatatuletea furaha na amani katika kanisa. Umesikia Yesu anamwambia katika Injili, amani iwe kwenu. Yaani mkazae matunda ya amani. Na mdumu kwenye hilo shirika, mdumu huko, mkae mpaka uwe wabibi, na hapo basi uende ukakutane na Bwana wetu Yesu Kristo ile siku ya mwisho. Kuna waimbaji wanaimbaga, nitaimba na kumsifu Mungu mpaka nitembee na fimbo ili ni msifu Mungu. Naimba nitembee na fimbo, na kweli kuna vibibi vinataka mpaka vinatembea na fimbo kwenye kwaya. Sasa lakini na wewe kushirikani, kaa huko utembee na fimbo. Kabisa usitoke. Toka unaenda wapi tena? Ni wazazi hawa ni walifunga sasa vijana hawa. Ana masista wako umri mbalimbali. Wako vijana, wako umri wa kati, wako wa dada wazee hapo. Wako wa bibi sasa wamekuja huko. Na wanaitana mara wa mai, mara wanaitana majina yao kuendana umri. Wanadumu huko. Na muwasaidie ninyi wazazi na ndugu mliowasindikiza, muwasaidie waweze kudumu huku katika nini? Katika maisha yao waliojiwekea kwa Kristo. Wana nadhiri ngapi eti? Ngapi? 3. Ya kwanza asita mkumbuki tena. Ya kwanza utii. Sasa mambo ya utii nimeshafundishwa, mimi sitaki tena kusema mambo ya utii. Ya pili usafi kamili, sio nusu kamili wa moyo. Na ya tatu ufukara au maskini. Yaani eti unaenda kukaa mbele ya mwanamke na unataka kuwa maskini. Si ajabu sana hiyo. Basi ndio hao ni maskini. Maskini wa roho. Maskini ambao wanatahadharishwa kwamba msikimbilie mali ya dunia kwa sababu itawaondoa katika njia hiyo ambayo mmeichagua ya kimungu. Basi mkae huko. Na kule nyumbani basi naomba muwaone kama ni watoto wenu ambao wameposwa na kanisa, wameolewa na kanisa, wameolewa na Kristo. Na hivyo basi muache wadumu na Bwana wao. Yaani wadumu na kanisa. Wakati fulani nilikuwa kule nyumbani. Wanaukoo wakakaa kikao. Wakasema tuchague mwenyekiti wa ukoo. Sasa wakafurahi kweli, tuna mtu ambaye anaweza kuwa mwenyekiti wa ukoo. Muombe padri awe mwenyekiti wa ukoo. Nikawaambia kuendeni zenu. Nikawaambia hivi, naweza kumchagua dada yangu fulani au mwenyekiti wa ukoo? Akasema hapana. Kwa nini? Si ameshaolewa. Na mimi nimeshaolewa. Kwa kanisa yuko huku, na kwa sababu hata nikifa kama leo sizikwe kule kwenye ukoo. Kwa hiyo kaeni mbali na mimi kabisa. Kwamba nitawasalimia safi kabisa, lakini kwa mwenyekiti sio na mambo mengine. Ukoo wangu ni ukoo wa Lamu, kwisha kwa Walamu. Ninyi ukoo wa fulani, ukoo wa Shirima, basi baki na Shirima yenu. Mimi nimechatoka huko, nimeshauriwa huko kwa Walawi, ndio nikae na kaa huko. Na ninyi ni hivyo kwa sister eh. Nimeshauriwa huko kwa ukoo wa Walawi. Mkae vizuri na mwe waaminifu. Usitoke kabisa. Basi sio kwamba tumewaambia msiende kusalimia nyumbani. Hapana. Kuna nani mwanamuziki mmoja wa kike alikuwa anaimba ayaya pole wantarudi nyumbani kutembea, kwa heri mama yangu kuona na majaliwa. Ayaya pole. Ani nasema ayaya kwa sister tarudi nyumbani kutembea.
mmeshapewa mahali pa kuishi. Kwa hiyo tunawaambia leo, na hizo nadhiri ambazo mmeziweka basi mziishi. Na Askofu ameniambia ni waazi kwamba muishi na nadhiri zenu. Mkiziweza hizo tatu, japokuwa ni ngumu, lakini mkiziishi kwa uaminifu, basi hakuna kitakacho wasumbua. Tunawatakia kila la heri na herini sana kwa siku ya Pentekoste. Muombe Mungu Roho Mtakatifu aendelee kujalia neema na baraka zake, muendelee kustawi katika shirika na katika parokia, muendelee kustawi. Tumsifu Yesu Kristo.